Aliishi miaka mingi kwenye ndoa ambayo kwa macho ya watu ilionekana tulivu, yenye heshima na yenye familia kamili. Lakini ndani yake kulikuwa na vilio visivyosikika, maumivu yasiyoonekana, na moyo uliokuwa unavunjika kila siku kimya kimya. Alivumilia si kwa sababu alikuwa dhaifu, bali kwa sababu alikuwa mama. Kila alipotamani kuondoka, alikumbuka macho ya watoto wake. Kila alipotamani kupigania furaha yake, alichagua tena kuvumilia. Lakini hakujua kuwa kila siku aliyobaki, alikuwa akijifundisha kuishi bila yeye mwenyewe. Na mwisho wa simulizi yake, usingekuwa kama alivyotarajia. Hii ni simulizi ndefu ya kweli, yenye funzo zito kwa yeyote anayevumilia mateso kwa jina la watoto. Karibu tena kwenye Simulizi na Azizi, channel inayokuletea simulizi za kweli za maisha, hadithi za watu halisi na mafunzo yanayobaki moyoni hata simulizi inapokwisha. Kabla hatujaingia ndani zaidi, kama unapenda simulizi zenye mafunzo ya maisha, bonyeza subscribe, piga like na andika komenti yako. Hatua ndogo kama hii inasaidia sana simulizi hizi kuwafikia watu wengi zaidi. Sasa, hebu turudi nyuma kidogo. Amina hakuzaliwa kwenye maisha ya anasa. Alikulia kwenye familia ya kawaida yenye wazazi waliomfundisha maadili, uvumilivu na heshima. Mama yake alikuwa mwanamke aliyekuwa akisisitiza jambo moja mara kwa mara: ndoa inahitaji subira mwanangu. Kauli hiyo ilijikita ndani ya Amina tangu akiwa mdogo. Aliamini mwanamke mzuri ni yule anayevumilia, anayenyamaza na anayelinda familia yake kwa gharama yoyote. Shuleni, Amina alikuwa msikivu. Hakupenda migogoro. Alikuwa mtu wa watu. Ndoto yake ilikuwa rahisi: kuolewa, kupata familia na kuishi maisha ya amani. Hakutamani utajiri mkubwa, alitamani utulivu. Amina alikutana na Salum kupitia rafiki wa familia. Salum alikuwa kijana mwenye kujiamini, mwenye maneno ya kuvutia na mwenye uwezo wa kuzungumza hadi mtu ajisikie wa kipekee. Alijua kumsikiliza, alijua kumuuliza maswali, na zaidi ya yote, alijua kumpa mtu matumaini. Katika miezi ya mwanzo ya urafiki wao, Salum hakuwa mtu wa kelele. Alikuwa mtulivu, mwenye mipango na mwenye ndoto kubwa. Amina alipoanza kumpenda, alifanya hivyo kwa moyo wake wote. Familia zilipokutana, hakuna aliyepinga. Salum alionekana kuwa chaguo sahihi. Ndoa ikapangwa. Miezi ya mwanzo ya ndoa ilikuwa na changamoto zake, lakini Amina alikuwa tayari kwa hilo. Aliamini hakuna ndoa isiyo na changamoto. Walikuwa wanajifunza kuishi pamoja. Walikuwa wanajifunza tabia za kila mmoja. Kulikuwa na nyakati za kutoelewana, lakini pia kulikuwa na nyakati za furaha. Amina alijitahidi kuwa mke mzuri. Alijitahidi kumpa Salum amani nyumbani. Na kwa muda mfupi, alihisi ndoto yake inaanza kutimia. Mtoto wa kwanza alipozaliwa, Amina alihisi maisha yake yamepata maana mpya. Alikuwa mama. Salum alionekana kufurahia, lakini mambo yakaanza kubadilika taratibu. Majukumu yaliongezeka, mahitaji yaliongezeka. Mazungumzo yakaanza kupungua, muda wa pamoja ukapungua. Amina alipojaribu kuzungumza, Salum alianza kuonekana mchovu, mkali au asiye na muda. Lakini Amina alijifariji: ni shindikizo la maisha, ni jukumu jipya. Mtoto wa pili alipozaliwa, hali haikurudi kuwa kama mwanzo. Badala yake ilizidi kuwa ngumu. Salum alianza kuchelewa kurudi nyumbani. Alianza kutumia muda mwingi kwenye simu. Maswali ya Amina yakaanza kuonekana kama kero. Kwa nini unauliza sana? Huwezi kuniamini? Amina alijifunza kunyamaza. Kila alipotamani kuzungumza, alikumbuka watoto wake wamelala chumbani. Hakutaka wafunzwe kelele. Maneno ya Salum yakaanza kubadilika. Hayakuwa na matusi wazi, lakini yalikuwa ya kudharau. Wewe huna mchango wowote. Kazi yako ni kukaa nyumbani tu. Maneno hayo yalikuwa yakimuuma Amina, lakini hakujibu. Alijikumbusha: mama yangu alisema subira. Usiku machozi, asubuhi tabasamu bandia, kwa ajili ya watoto.
Amina alianza kujisikia mpweke sana. Alikuwa na mume, lakini hakuwa na mtu wa kuzungumza naye. Alipojaribu kushirikisha hisia zake, Salum alimkatisha. Wewe kila kitu unakifanya kuwa kikubwa. Polepole Amina alianza kujiuliza, labda mimi nina tatizo. Alianza kupoteza kujiamini. Kabla hatujaendelea, andika comment. Je, umewahi kuvumilia kimya kimya kwa ajili ya mtu au jambo fulani? Na kama simulizi hii inakugusa, bonyeza like na subscribe ili simulizi zenye mafunzo ya maisha ziendelee. Miaka ilianza kupita. Kuvumilia kukawa kawaida. Amina hakumbuki mara ya mwisho alicheka kwa uhuru. Hakumbuki mara ya mwisho alijisikia kusikilizwa. Lakini bado aliendelea. Kwa ajili ya watoto. Siku moja, Amina alisikia simu ya Salum ikiita usiku wa manane. Aliiona jina lisilomfahamu. Moyo wake ulipiga haraka. Mikono yake ikatetemeka. Kwa mara ya kwanza alihisi hofu hakuwahi kuisikia kabla. Lakini badala ya kuuliza, alinyamaza. Hakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa ukweli mchungu, ungembadilisha kabisa maisha yake na maisha ya watoto wake. Simu iliilia tena na tena. Amina alikuwa amelala chali, macho yakiwa wazi, akitazama dari. Salum alikuwa amelala pembeni, usingizi mzito kana kwamba hakuna kilichokuwa kinatokea. Simu ilipoacha kuita, Amina alihisi pumzi nzito ikimtoka. Hakuuliza, hakugusa simu, lakini usingizi hakurudi. Usiku huo, kitu ndani yake kilivunjika taratibu. Kuanzia siku hiyo, Amina hakuwa yule yule. Kila simu ya Salum ilipopigwa, moyo wake uliruka. Kila alipoondoka nyumbani, mawazo yalimkimbiza. Alianza kuwa mwangalifu kupita kiasi. Alianza kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Lakini bado alinyamaza. Kwa ajili ya watoto. Ndani ya Amina kulikuwa na vita. Sauti moja ilimwambia, uliza, jua ukweli. Sauti nyingine ilimwambia, ukijua ukweli, utaumia zaidi. Alijikuta akichagua ujinga wa makusudi. Kwa sababu kuishi bila kujua kulionekana rahisi kuliko kuishi na ukweli. Lakini ukweli haukai mbali milele. Salum alianza kubadilika zaidi. Alianza kukasirika kwa vitu vidogo. Alianza kumpuuza Amina kabisa. Alikuwa akirudi nyumbani akiwa kimya. Au hakuwa akirudi kabisa. Watoto walianza kuuliza maswali. Mama, baba yuko wapi? Kwa nini haji kula nasi? Amina alitabasamu kwa maumivu. Baba yuko kazini. Lakini ndani yake alijua hakuwa kazini. Kulikuwa na siku Salum hakumsemesha Amina kabisa. Sio ugomvi, sio kelele, ni ukimya. Ukimya ambao ulikuwa mzito kuliko matusi. Amina alijaribu kuzungumza. Kuna tatizo gani? Jibu halikuja. Alianza kujisikia kana kwamba hayupo. Maneno ya Salum yalianza kuingia ndani zaidi. Kila dharau ilimwondolea kipande cha kujiamini. Amina alianza kujiona hana thamani. Alianza kujilaumu, labda mimi si mke mzuri. Labda nina makosa mengi. Aliwaza hata kujaribu kubadilika zaidi. Kujinyima zaidi. Kuvumilia zaidi. Hakujua alikuwa anajifuta mwenyewe. Kabla hatujaendelea, andika comment. Je, ukimya kwenye ndoa ni suluhisho au adhabu? Na kama simulizi hii inakugusa, bonyeza like na kusubscribe Simulizi na Azizi ili simulizi zenye mafunzo ziendelee kukufikia. Siku moja, Amina alilazimika kutumia simu ya Salum. Hakutafuta kitu chochote, lakini ujumbe mmoja uliibuka. Maneno machache tu, lakini ya kutosha. Hayakuwa ya kazi, hayakuwa ya familia, yalikuwa ya mapenzi. Mikono ya Amina ilitetemeka, kichwa kikawa chepesi, machozi yakamjaa. Lakini hata hapo, hakupiga kelele. Alikaa kimya. Usiku ulipofika, Amina alimtazama Salum. Alitaka kusema, alitaka kuuliza. Lakini alipoona uso wake mkali, alinyamaza.
alihifadhi maumivu moyoni kwa ajili ya watoto. Watoto walianza kubadilika. Mmoja alianza kuwa mkimya sana, mwingine alianza kuwa mkorofi. Walikuwa wanaishi kwenye hali ya wasiwasi bila kuelewa. Usiku walikuwa wakisikia sauti za chini, machozi ya mama yao, ukimya wa baba yao. Hata bila maneno, walielewa kuna tatizo. Amina alianza kuugua mara kwa mara, maumivu ya kichwa, moyo kwenda mbio, kukosa usingizi. Daktari alisema, una msongo wa mawazo. Lakini msongo huo hakuwa rahisi kuuondoa. Chanzo kilikuwa nyumbani. Amina alianza kujiuliza, kama ningekuwa bora, hii isingetokea. Kama ningekuwa tofauti. Hakujua kuwa tatizo hakuwa yeye, lakini alichagua kubaki kwa ajili ya watoto. Siku moja, ugomvi mkubwa ulitokea. Sauti zilipanda, maneno yakavuka mipaka. Watoto walikuwa ndani. Salum alipiga maneno yaliyomfanya atambue kuwa kuvumilia hakukuwa tena ulinzi. Lakini uamuzi aliofanya usiku huo ndio uliokuja kubadilisha kabisa hatima ya familia yao. Ugomvi ule haukuwa kama mingine. Haukuwa wa maneno ya kawaida. Ulikuwa wa ukweli uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu. Salum alipaza sauti bila kujali watoto walikuwa ndani. Nimechoka na wewe. Nimebaki hapa kwa sababu tu ya watoto, sio kwa sababu nakupenda. Maneno yale yalikuwa kama kisu moyoni mwa Amina. Lakini kilichomuuma zaidi, watoto walikuwa wakisikiliza. Aliona macho yao yakijaa hofu. Aliona midomo yao ikitetemeka. Kwa mara ya kwanza, Amina alihisi aibu kubwa kwa kuvumilia. Baada ya ugomvi ule, nyumba ilitulia isivyo kawaida. Hakukuwa na kelele. Hakukuwa na vicheko. Mtoto wake mkubwa alimkumbatia usiku huo na kumuuliza kwa sauti ya chini, "Mama, baba anatuchukia?" Swali hilo lilimvunja Amina kabisa. Aligundua kitu muhimu sana. Watoto walikuwa wakijilaumu kwa mateso aliyokuwa akiyapitia. Hapo ndipo moyo wake ulianza kubadilika. Usiku huo Amina hakulala. Aliwaza maisha yake yote. Alikumbuka ushauri wa mama yake kuhusu subra, miaka aliyovumilia, ndoto alizozika kimya kimya. Lakini zaidi ya yote, alikumbuka uso wa watoto wake. Aliuliza swali moja, ni mfano gani ninawapa? Kwa mara ya kwanza alifikiria kuondoka kwa dhati. Hofu ilimvaa. Je, atawezaje kulea watoto peke yake? Je, jamii itasemaje? Je, watoto watamchukia? Lakini sauti ya ndani ilisema, kuendelea kubaki hapa ni kuwaumiza zaidi. Amina alilia sana usiku huo, lakini machozi hayo hayakuwa ya udhaifu, yalikuwa ya kuaga. Asubuhi ilipofika, Amina alikuwa mtulivu ajabu. Salum alitoka bila kusema neno. Amina alikaa na watoto wake. Aliwaambia kwa sauti ya upole lakini ya ukweli, mama na baba hawapatani tena, lakini jambo moja halitabadilika. Mama anawapenda sana. Watoto walilia, lakini hawakupinga. Ndani ya macho yao kulikuwa na afueni ndogo. Siku chache baadaye, Amina alichukua uamuzi mgumu zaidi maishani mwake. Aliondoka na watoto. Hakuchukua mali nyingi. Alichukua watoto wake, nguo chache na heshima yake iliyokuwa imebaki. Alipofunga mlango kwa mara ya mwisho, alilia, lakini pia alipumzika kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Maisha hayakuwa rahisi. Kulikuwa na maneno kutoka kwa watu, huvumilii, unavunja familia. Lakini Amina alikaa kimya. Watoto walianza kubadilika polepole. Walikuwa wakicheka tena. Walikuwa wakilala kwa amani zaidi. Ingawa walimkosa baba yao, hawakuwa tena na hofu nyumbani. Siku moja, mtoto wake mkubwa alimwambia, "Mama, tangu tuondoke nahisi kama nyumba yetu ni salama." Maneno hayo yalimchoma moyo Amina, kwa furaha na maumivu kwa pamoja. Aligundua kitu cha kuumiza. Pia watoto walikuwa wameumia zaidi alipokuwa akivumilia. Polepole Amina alianza kujirudisha. Alianza kujithamini tena. Alianza kuamini sauti yake ina maana. Hakuwa mkamilifu, lakini alikuwa huru. Aliwafundisha watoto wake kujieleza, kujilinda
kutokukubali kudharauliwa. Alikuwa anawalea kwa vitendo, sio maneno. Baada ya muda, Salum alijaribu kuwasiliana. Alidai kubadilika. Amina alimsikiliza kwa utulivu, lakini hakurudi nyuma. Alijifunza, maneno hayatoshi bila matendo. Alilinda amani aliyokuwa ameanza kuijenga. Miaka ilipita, watoto walikuwa na heshima, walikuwa na sauti. Siku moja, mmoja wao alimwambia Amina, "Mama, tangu tuondoke nahisi kama upendo haupaswi kuumiza." Amina alitabasamu kwa machozi. Kabla hatujafika mwisho kabisa, kama simulizi hii imekugusa, bonyeza subscribe kwenye channel ya Simulizi na Azizi, piga like na andika komenti yako hapa chini. Tuambie, je, ungechagua kuvumilia au kuondoka? Maoni yako yanaweza kumsaidia mtu mwingine anayepitia hali kama hii. Funzo la simulizi hii ni hili na ni muhimu sana. Kuvumilia mateso kwa jina la watoto, wakati mwingine ni kuwafundisha watoto kuwa mateso ni kawaida. Watoto hawaishi kwa kile unachowaambia, wanaishi kwa kile wanachokiona. Kama wanakuona ukidharaulika, wanajifunza kudharaulika. Kama wanakuona ukiishi kwa hofu, wanajifunza kuogopa. Lakini wakikuona ukijilinda, ukijithamini, ukichagua amani, basi wanajifunza kujipenda. Ndoa haipaswi kuwa gereza. Upendo haupaswi kuumiza. Na kuvumilia hakumaanishi ujasiri kila wakati. Wakati mwingine ujasiri wa kweli ni kuondoka. Kumbuka, watoto hawahitaji mzazi aliyevunjika. Wanahitaji mzazi aliye hai, mwenye amani na mwenye sauti. Hii ilikuwa Simulizi na Azizi. Asante sana kwa kusikiliza hadi mwisho wa simulizi hii ndefu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili simulizi zenye mafunzo ziendelee kuwafikia wengi.